Muadhimishe Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie nimesogea kwenye kiti chako cha rehema. Mwambie nimesogea mtini pako. Mwambie Yesu umesogea. Mwambie Yesu umesogea na familia yako. Umesogea na mzigo ulio nao. Umesogea na ndoa yako, umesogea na watoto wako. Mwambie Yesu umesogea. Yesu yuko hapa anakusikiliza. Mwambie nimesogea. Hata kama kuna mali unaumwa, mwambie Yesu nimesogea kwenye msalaba wako, ukutane na mimi. Mwambie Yesu umesogea. Mwambie Yesu umesogea. Na akuguse kwa mkono wake. Rabasaka. Mungu uliye hai, tunakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako ambazo zimetufunika mahali hapa asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya neema yako ambayo ni kubwa katika maisha yetu. Asante kwa sababu kila itoapo leo wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Uaminifu wako ni ngao na kigao, Bwana. Asante kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, Bwana, kwamba umetupa nafasi kuingia katika nyumba yako, mahali ambapo umepachagua paitwe kwa jina lako. Nasi tunanyenyekea hata mavumbi ya nchi, ili wewe Mungu kainuliwe. Sema na kanisa lako, Bwana. Sema nasi waziwazi. Sema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Nasi tuko tayari kusikia. Amen. Yesu makofi ya shangwe. Mpigie tena Bwana makofi. Sijasikia watu wanaompigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Pigia tena Bwana makofi ya juu. Pigie Bwana makofi maana anastahili. Haleluya. Fungua pamoja nami kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 6. Kwa sasa nitasoma aya ile ya 4. Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 6. Nisome ule mstari wa 4. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Sikiza, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Mstari wa 5 anasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Amen. Amen. Naomba tukae. Fungua tena nami Zaburi ile ya 128. Zaburi ya 128. 128. Na kanisa, kama umefika, tusome wote kwa pamoja Zaburi ya 128. 1, 2, 3. Heri atakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama kimaliza kusoma sema amen. Wanaoandika wanaweza kuandika na Mithali mlango wa 13 na mstari ule wa 22. Mithali sura ya 13 aya ile ya 22. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wiki hii itakuwa ni wiki ya familia. Sijapata ameni hata moja.
Maombi ambayo tutapeleka mbele za Bwana ni maombi kwa ajili ya familia. Mungu ametupa hizo siku 7 ambazo tutatembea kuomba kwa ajili ya familia. Tutaiangalia familia na yale yaliyo katika familia, ili Mungu aangalie machozi tutakaomlilia kwenye madhabahu, aone vilio vya wamama na wababa na watoto watakaoomba mahali hapa. Mungu ageuke na kuziponya familia zetu, nchi yetu na kanisa letu na taifa letu. Ungempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Kwa hiyo tutatembea na wiki hii kwa ajili ya wiki la familia. Kwa nini familia? Ni kwa sababu familia ndiyo imebeba kanisa, imebeba taifa na ulimwengu mzima. Familia inapotetereka, kanisa linatetereka, nchi inayumba. Kama unaona mambo mazuri yanatokea, uwe na uhakika lazima kuna familia imekaa vizuri mahali. Kama unaona kiongozi mzuri mahali, unaona mchungaji mzuri, unaona mwinjilisti mzuri, unaona rais mzuri, unaona mbunge mzuri, uwe na uhakika lazima hiyo familia imekaa sawa sawa. Lakini unapoona taifa, kanisa ama viongozi fulani mahali hawako vizuri, lazima ujue kuna namna ambavyo familia haikusimama kwenye zamu kumuandaa huyu mtu kuwa daktari, kumuandaa huyu mtu kuwa askofu, kumuandaa huyu mtu kuwa mwinjilisti, kumuandaa huyu mtu kuwa rais, kumuandaa huyu mtu kuwa waziri. Si kama ninaeleweka? Hebu kama unanielewa punga hivi. Ukiona mume una mke na mama unapigwa makofi, lazima ujue kwamba huyo baba ametoka kwenye familia. Na ni lazima ujue kwamba lazima alimuona baba akimpiga mama, ndiposa na wewe sasa anajua mtindo ni wa kupiga familia. Mwambie jirani yako familia. Mwambie tu hata kama mligombana jana, mwambie familia. Wangapi wananielewa? Kwa hiyo tutapita kwenye mambo ambayo Mungu amesema nami kwa maana ya kuomba, ili tunapomaliza siku 40 hizi hatimaye familia zetu Mungu aziokoe. Nasema familia zetu Mungu aziponye. Ndoa zetu Mungu aziponye. Zaburi tuliyosoma ya 128 huwa kwa kawaida inaitwa Zaburi ya familia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Inaitwa Zaburi ya familia. Na tafakari ambayo nataka tutafakari asubuhi ya leo kwa mambo machache kabisa ni tafakari ya urithi wetu. Urithi wetu. Urithi wetu. Katika kitabu cha Mithali tulichosoma, ukisoma ule mstari wa 22, anasema mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Kwa hiyo wale mnaotegemea urithi kwa baba zenu, baba yako hataki kukuachia urithi, bali baba yako ataachia wajukuu zako urithi kwa mujibu wa Biblia. Tutakiane amani. So unajua kuna watoto wanasubiri, sasa huyu mzee mbona anasinzia hapa, aondoke mimi nichukue hili gari. Kuna watoto wa namna hiyo. Sasa inategemea pia
ni namna gani hiyo familia imekaa. Lakini ninachosoma kwenye Biblia inasema mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi, yani huachia wajukuu zake urithi. Haleluya kanisa. Na tunapozungumza kwa habari ya urithi au tafakari ya urithi, tunaitwa na Mungu kuwekeza kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto wetu. Urithi ni nini? Urithi ni nini? Urithi ni kupewa ama kupokea. Kupewa, kupokea ama kumilikishwa vitu toka kwa mtu mwingine. Urithi ni nini? Ni kupewa ama kupokea au kumilikishwa vitu toka kwa mtu mwingine, na vitu hivyo vikawa mali yako. Ni kupewa ama kupokea vitu ama kumilikishwa vitu toka kwa mtu mwingine, na hivyo vitu vikawa mali yako. Lakini urithi ni kitu halali ambacho sio chako, ambacho kimetoka kwa mtu mwingine, ambacho ni haki yako. Urithi ni kitu halali ambacho sio chako, ambacho kimetoka kwa mtu mwingine, ambacho ni haki yako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mambo ya kuangalia katika urithi. Mambo ya kuangalia. Kuna uwezekano mkubwa mtu kurithi au kurithisha mambo mabaya kwenye uzao wake. Kuna uwezekano mkubwa wa mtu kurithi mambo mabaya au kurithisha mambo mabaya uzao wake. Kuna mambo mawili hapo. Jambo la kwanza ni mtu anaweza akarithi mambo mabaya, lakini huyo mtu pia anaweza akarithisha uzao wake mambo mabaya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Labda niseme kidogo kwa maana ya kurithisha mambo kwenye familia ama kwa watoto na wazazi. Wazazi kurithisha kwa watoto. Natoa mfano wa hapa Kibamba. Leo nazungumza habari ya Kibamba. Siku moja nikawa nimefika ofisini, kukawa kuna jumuiya moja ambayo inafanya usafi. Jumuiya ya mzee Kilindo. Mchungaji Kilindo, mzee mstaafu. Unajua, nikamkuta huyu mzee baba yetu naye yuko kufanya usafi. Inapendeza Inapendeza Si mnijibu? Si inapendeza? Si inapendeza Wengine ndio, wengine hapana. Alafu nilipojaribu kuangalia, nikajaribu kuangalia vijana waliokuwepo kwenye usafi. Sikuona kijana yeyote. Niliona vijana wa Mgoa. Ndio niliowaona wachache. Katika jumuiya mbili vijana hawakuzidi 3. Alafu nasema ni vizuri baba mstaafu kuja kufanya usafi. Na ukiangalia sana nyumba hii ya ibada, watu wengi wanaofanya usafi vijana, ni wazee. Alafu vijana wazee wanaondoka zao, watatuachia sisi vijana. Alafu ghafla utakuja kuona siku za mwisho nyumba ya Mungu tunakodi watu, jeshi linakuja kudeki huku ndani.
Si unajua hata wakwako ukienda kwenye jumuiya unamwacha amelala, unaridhisha. Unamwambia baba umechoka, ulikuwa tangu unaenda shule, baba lala. Wewe unaenda jumuiya unamwacha mtoto amelala. Na huku tunajenga kanisa kubwa, mwekalu mkubwa. Nataka nikuambie, kama hatutafanya bidii, zitafika siku ambazo hata mtu wakuja kudeki kwenye nyumba ya Bwana tutalipa fedha nyumba ya Mungu idekiwe. Alafu jiulize sasa, hao ambao watakuja kudeki nyumba ya Mungu ni watu wa namna gani? Sasa cheki yule wa kwako ambaye unaenda jumuiya unamwasha kalala. Siku ya Jumapili unamwambia baba leo kuna mvua naomba ulale. Alafu ukirudi hata usubiri baraka ya mwisho, unatoka haraka sema umemwacha mtoto kalala. Mtoto mwenyewe ana ndevu kama kimaro, amelala. Alafu unamwendea na boflo kubwa namna hii, unampakia blue band, baba kula. Nataka nikuambie, huyo mtoto unamrithisha urithi mbaya hujawahi kuona. Niliwahi kusema miaka fulani 2017, mchungaji Makundi alinituma mahali katika diocese fulani. Nikaenda kwenye ile diocese kufanya huduma pale cathedral. Siku ya kwanza tunaanza ibada, Roho wa Mungu akaniambia yupo kijana wa form 4 kwenye hiyo ibada. Na huyo kijana amejiunga na Freemason. Na nikaambiwa Jumatatu ndio anatoka mtu Dar es Salaam. Kuna masaini alikuwa aweke. Sasa kwenye ile ibada Mungu akasema na mimi. Na mimi nikasema huyo kijana aje ofisini mara moja. Na tulipomaliza ibada tuko na baba askofu na msaidizi wa askofu na wakuu wa majimbo na watu wengine akaja ofisini. Yule kijana aliongea maneno ambayo ni magumu sana. Ni magumu sana. Moja alichosema ni kwamba yeye amejiunga kwa simu aliyonunuliwa na baba yake, Instagram. Kwa hiyo akawa anachati na mzungu mmoja kutoka Marekani. Akaelezwa mtu ambaye atamuunganisha Njombe, Dar es Salaam ili ajiunge na hicho chama. Sasa baba askofu alimuuliza swali moja, akamwambia, wewe uoni unapojiunga na hawa watu kuna hatari ya kumuunganisha baba yako na ukamuua baba yako? Akasema, nini baba yangu? Tena nikiambiwa nitoe baba, ninawaongezea na mama. Ili wasije, ili nikiendesha magari niendeshe magari kwa raha. Kwa hiyo nikiambiwa nitoe baba, ninasema nawaongezea na mama. Sasa wewe umekaa umesinzia, kijana anapigia hesabu kichwa chako. Anasema aka kabibi kaliko sinzia, ngoja hicho kichwa kina hela sana nitakata alafu nipate hela. Niulize yule kijana, baba yake hajui, anakazana kumsomesha, anakazana kufanya kila kitu kwa ajili yake. Saa nyingine anajinyima mtoto asome, lakini mahesabu yaliyopo ni kumuua baba yake ili aendeshe magari. Anaambia mimi nataka niendeshe Vogue. Nataka niendeshe Vogue kama wanaume wengine. Kijana wa form 4. Sasa ukiangalia namna hii, lazima ujue kuna kitu cha urithi mbaya, kwa sababu Biblia inasema mlee mtoto wako katika njia ipasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ni lazima kuna kitu ambacho hakikuwa kizuri kwa huyu mtoto. Lazima kuna mahali ambako familia, jamii ililega, na kwa sababu hiyo kijana yeye amekuwa akijua kwamba yeye anataka fedha, na njia moja ya kupata fedha ni njia za shortcut. Nini unarithisha kwa watoto wako?
mtoto wako anapata nafasi ya kuja kufanya usafi kanisani, nini unaridhisha? Niulize sasa wazazi wa huyo baba. Niulize tu wazazi wa huyo baba, wa huyo kijana. Wangeweza wakafa, kosa lao ni nini? Ukiangalia malezi. Lakini cheki siku za leo Dar es Salaam mambo mengi sana. Watu wako bize kuliko ubize wenyewe. Watu wako bize kuliko ubize wenyewe. Kufundisha watoto njia ya Mungu imekuwa mbaya sana. Leo hata hapa kwetu tunashuhudia kijana anaweza akaja, mara nyingi mimi natoka kule nje. Kijana anaweza akaja ibadani hapa. Zikishaanza sifa wanaenda kuota moto jua kule. Kwa hiyo amekuja kanisani sio kwa sababu amekuja kumwabudu Mungu wa kwako. Amekuja kwa sababu baba atasema. Hivi nikuambie, hivi ukiondoka leo huyo mtoto ataenda kanisani? Ukiondoka leo mtoto ataenda kanisani? Wazazi wengi wana vilio vya watoto wao. Lakini ukiangalia ni kwa sababu ya urithi mbaya ambao wamerithishwa. Haya, niongee kwenye urithi mbaya. Unalia kwa ajili ya mume wako ni mlevi, na umeomba, umekemea pepo la ulevi sana. Ndio maana nakwambia mama, usikose maombi wiki hii. Kule Uchagani, baadhi ya maeneo, mtoto anapozaliwa, kanapotoka hospitali, mtoto akija nyumbani, anapopokelewa, wanampokea na kata za pombe. Kwa wale wabibi wanacheza. Alafu kinachofanyika kwenye kata ya pombe, wanachovya kidole kwenye kata ile ya pombe, mbege. Mtoto anadonde, mtoto mwenye siku moja anadomboshwa hivi kwenye ulimi. Alafu ndiye mume aliyekuoa. Amekunywa pombe tangu ile siku ya kwanza. Siku ile ya kwanza alipofanyeje? Alipozaliwa, alipokelewa na pombe. Alafu unakaa unaomba, Mungu naomba uondoe ulevi. Mungu naomba uondoe ndivyo. Na ndio maana tunatakiwa tuje kwenye vipindi, tuendelee kujifunza kwa sababu hiyo amerithishwa na mabibi na mababu wa ukoo kwao. Na usifikiri wanapomwekea ile pombe wanamwekea tu hivi, kuna na maneno wanaachilia. Takiane amani. Urithi mbaya. Kwa hiyo kuna ngoma uko nayo, mwamba uko naye hapo, kuna mwamba uko naye. Yeye pombe alikunywa. Wengine hata tangu tumboni mwa mama yao. Mama ana ujauzito ni mlevi, anakunywa. Kwa mtoto naye kule tumboni anakunywa. Alafu azaliwe anakuwa mume wa mtu. Na kuambia huyo mwamba atakutesa kuliko maelezo. Ni lazima tukimbilie msalaba wa Calvary, tumpeleke kwenye msalaba wa Yesu, tuachilie damu ya Yesu Kristo kwenye hicho kinywa kilichopokea na kufuta hayo maneno ya urithi mbaya, na huyo baba afunguliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyempigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya kanisa. Sielewi kama unanielewa kitu ninachokisema. Wangapi wanaelewa kitu ninachokisema? Kiandika kitabu cha Kumbukumbu, kitabu cha Kutoka mlango wa 20, mengine hatutasoma. Mlango wa 20 mstari wa 5 na wa 6. Lakini pia andika Kumbukumbu la Torati mlango wa 5 mstari wa 9 hata wa 10. Na kitabu kile cha Petro wa kwanza ule mlango wa kwanza mstari wa 18. Kutoka 20:5 mpaka 6, na Kumbukumbu la Torati 5
9 mpaka 10. Kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Petro mlango wa kwanza mstari wa 18. Kutoka na Kumbukumbu la Torati vinasema habari ya kutovisujudia. Anasema msivisujudie wala msivifanyie ibada. Anakataza kwa sababu wa Mungu anawaadhibu wale ambao wanasujudia miungu mingine. Anawapatiliza, Mungu anapatiliza wana maovu ya baba zao. Hata kizazi cha kwanza na cha 4 walichukiao. Lakini Mungu anawarehemu maelfu wampendao na wenye kuzishika amri zake. Lakini kitabu cha waraka wa Petro anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu mbaya mlioupokea kwa baba zenu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mzazi, unapoishi leo, umebeba baraka au laana? Mzazi, unapoishi leo, umebeba baraka ama laana? Ama umebeba urithi mbaya au mzuri kwa familia yako? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Njia zinazoweza kupitisha urithi mbaya kwa mtu au kwa familia. Njia zinazoweza kupitisha urithi mbaya kwa mtu ama kwa familia. Moja ni kwa njia ya ndoto. Ndoto ni njia mojawapo ambayo inaweza ikapitisha urithi mbaya kutoka kwa mtu au kutoka kwa mtu au familia, kwa njia ya ndoto. Na ndoto ziko za aina 3. Moja, kuna ndoto zinazotoka kwa Mungu. Lakini pili, kuna ndoto zinazotoka kwa shetani. Na 3, kuna ndoto zinazotokana na shughuli ama kazi za mchana kutwa. Kwa njia ya ndoto, ukisoma maandiko utaona Sulemani alipokea baraka zake kwa Mungu zilipitia njia ya ndoto. Yote ambayo Mungu alimwambia Sulemani kwa njia ya ndoto yaligeuka yakawa kweli. Na shetani kwa kujua hivyo, huwa anapiga vita sana kwenye lango la ndoto. Kuna watu wengi sana wanaota ndoto na hawakumbuki, au anakumbuka ikifika asubuhi amesahau. Na ukiona kitu cha namna hii, uwe na uhakika lango lako la ndoto limekamatwa. Na lango la ndoto likishakamatwa, huwezi kusikia tena Mungu akisema na wewe. Nimekuambia kwa njia ya ndoto kwa sababu watu wengi sana wanapokea urithi mbaya kupitia ndoto. Siku moja nikiwa hapo ofisini, dada mmoja aliyetokea Morogoro akaja ofisini kwa ajili ya huduma. Nilipokuwa ninasema naye, akaniambia iko ndoto niliota na ikanifadhaisha sana. Alafu ghafla hiyo ndoto nimesahau. Imenifadhaisha na nikosesha amani, nimesahau. Kwa tukaingia kuomba Mungu amsaidie kwa ajili ya hiyo ndoto. Na nikamwambia kwa sababu imekufadhaisha, hiyo ndoto imebeba uharibifu. Na nikasema ndoto iliyobeba uharibifu, wewe uliyemsahaulisha ndoto. Bibi yake akaibuka huko ndani. Akasema huyu binti, nimejaribu kusema naye kwa habari ya kuchukua mikoba yangu, amekataa. Na kwa sababu hiyo nimeamua kutumia njia ya ndoto kumkabidhi mikoba, na tayari mikoba anayo. Kumbe
unaweza ukapata urithi mbaya kupitia ndoto. Yule binti anakuja kwenye madhabahu hii tayari ameshapokea mkoba wa bibi yake kwa njia ya ndoto. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na watu wengi sana mmekuwa mkiota ndoto, wengine mnazipuuzia, wengine mnaona ni vitu vya kawaida, mnabaki kusema kama Sulemani, kumbe ni ndoto. Kumbe kuna kitu cha urithi mbaya kinapita kwenye familia, kinapita kwa watoto wako na hujajua. Kwa tukaomba naye yule dada, tukaomba naye, tukamwapisha kwa sababu yule dada alikuwa ameokoka, lakini bibi anasema huyu ndiye mzuri wa kumrithisha mikoba. Kwa hiyo yeye anatembea anakuja huku, lakini tayari ameshapewa mkoba kwa kwenye ulimwengu wa roho. Na unajua kwenye ulimwengu wa roho, ukishapokea kwenye ulimwengu wa roho, inasubiri tu kudhihirishwa kwenye ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa mwili. Hujawahi kuona mtu anakabwa alafu anasema nimemwona mama fulani akinikaba. Saa nyingine hajui kama ana mkoba kwa sababu tayari umesha kwenye ulimwengu wa roho upo. Yaani kinachotakiwa ni yeye tu kuingia kwenye utendaji wa kazi. Kwa kwenye ulimwengu wa roho akikabwa mtu anasema ni mama fulani. Yeye ukimwangalia yuko kanisani anapiga mapambio Yesu ni Bwana, lakini ndani kwenye ulimwengu wa roho alisharithishwa mikoba. Mungu atusaidie kila aliyerithishwa mkoba na matendo mabaya na urithi mbaya uondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ungempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Kwa njia ya ndoto unaweza ukarithishwa urithi mbaya. Mama mwingine aliota ameona nyoka amemzingira mwanae namna hii. Alafu kichwa kikawa kinamwelekezea mwanae hivi. Alafu alipokuja ofisini akasema, Mwinji, nimeota ndoto lakini nimesahau. Na kuna watu wengi hapa mnaota ndoto na mnasahau. Na mkishasahau wala mjiangaishi kuomba Mungu awarudishie zile ndoto mlizoota. Kwa hiyo mnaochukulia ni kitu cha kawaida. Nataka nikuambie sio kitu cha kawaida. Ukiona unasahau ndoto, huo ni mtego wa ibilisi, na tuko hapa asubuhi kutegua huo mtego. Gempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Tukaomba siku ya kwanza sikuona kitu. Tukaomba siku ya pili sikuona kitu. Nikamwambia njoo tena siku ya tatu. Siku ya tatu nikiwa nyumbani, wakati ninajiandaa kuja hapa, nikasikia sauti ndani yangu ikaniambia, mtoto wa huyo mama amekusudiwa kuwa mhubiri mkubwa wa kimataifa. Kwa hiyo nyoka shetani anafanya kazi, anataka kummeza. Na nilichoambiwa, mkisichelewa tu watawawai. Kwa hiyo mnatakiwa muombe. Yule mama alipokuja ofisini niliomba sana siku hiyo, na sikuita mtu yeyote, nilikuwa peke yangu. Na nikachukua jukumu la kufunga kwa sababu nimesikia habari ya mhubiri mkubwa. Nilipoingia tu ofisini, mama akaanza kupiga kelele. Joka linasema huyu mtoto hatutamwachia kwa sababu ataharibu mambo yetu. Atakuwa mhubiri kimaro, ataharibu mambo yetu. Kuna watoto wameharibika sio kwa sababu walitakiwa kuharibika, ni kwa sababu kuna vitu walivibeba na wazazi wao. Sio kwamba Mungu hakusema nao, Mungu alisema nao, lakini hawakusikiliza au walipuuza. Na tukaomba. Kijana yuko form 6 na anaendelea vizuri. Haleluya. Kwa tunatarajia kutoka hapo tupate mhubiri, lakini kama yule mama asingekimbilia kwenye madhabahu ya Mungu, nataka nikuambie ile ndoto ingetimia. Kuna vitu vya urithi mbaya vinapita kwa watu kwa njia ya ndoto. Watu wengi sana wanaota. Mwingine anakuambia, mtumishi, mimi naota ninapaa. Au na kawaida ya kuota unasahau. Kwa hiyo urithi mbaya unaweza ukaachiliwa kwako kwa njia ya ndoto. Lakini njia nyingine, kabla hatujaenda kuomba, kwa sababu tuna siku nyingi hapa, tutaendelea kesho na maombi kesho. Namna nyingine ambavyo urithi mbaya unaweza ukawa unapita kwa mtu ni kwa njia ya nafasi.
Nafasi yoyote unayopata, unaweza ukakutana na hali ya urithi mbaya. Nafasi yako kama baba, unaweza ukaachilia urithi mbaya ikapita kwenye hiyo nafasi yako kama baba. Aya, kama baba unaongea nini kwenye familia yako? Maneno gani kama mama unatamka kwa familia yako, kwa watoto wako? Wewe kuona mama aliyekasirika, aliyekasirishwa na mume wake, alafu mtoto akatize mbele yake, ona neno linalomtoka. Hasira za baba zinamalizikiwa kwa mtoto. Na shetani anasema very good. Wewe unajua, anagonga muri. Kuna mtu mmoja anapiga makofi kule, anaelewa kitu ninachokisema. Wewe usikute mama ambaye labda hajaelewana na mume wake hivi, labda kuna tatizo limetokea, alafu mtoto apite tu hata katika kitu cha kawaida tu, na kuambia neno litakalomfumuka hapo, shetani anasema asante, si umenikabisi mwenyewe, anagonga na muri poa. Nafasi hata ya kazini. Wale wanaofanya kazi, unaweza ukapandishwa cheo ukakalia kiti ambacho alikuwa amekalia mtangulizi wako, alafu ukashangaa ghafla mambo hayaendi. Kama unafikiri Natania, ukifika nyumbani soma kitabu cha Samueli mlango wa 21. Utakutana na habari za Daudi na Sauli. Wakati Daudi anatawala, baada ya Sauli ikatokea njaa. Daudi akaenda kuuliza kwa Mungu, make watu wamekufa, watu wanakula mavi ya njiwa. Anapouliza kwa Mungu, Mungu anamwambia sio kwa sababu yako Daudi, ni kwa sababu ya Sauli. Kwa sababu ya Wagibioni. Alivunja agano aliloingia na Wagibioni. Kwa hiyo unaweza ukapokea urithi mbaya kwa nafasi ulionayo au uliopewa. Ni mara moja tu unapandishwa nafasi, unachangamkia kiti kama uliweka wewe. Hata uombi, nasema kweli nimepandishwa cheo, unaweka na status, kiti kinazunguka namna hii. Ujui mtangulizi wako alikuwa anamwabudu Mungu yupi. Kwa kuna watu wanashangaa amepandishwa nafasi kazini, mambo yameharibika. Kwa unapopandishwa cheo kazini, unapopata nafasi yeyote mahali popote, jua kila nafasi inapopanda inaweza ikawa na urithi mbaya. Nani mtangulizi wako? Na sio hiyo tu, hata unaponunua shamba, unaponunua nyumba, unaponunua nini, unajua mtangulizi wako alikuwa na Mungu wa namna gani. Kwa unaweza ukanunua shamba, unaweza ukanunua gari, ukarithi na yale yaliyo kwenye hiyo gari. Mungu atusaidie sana. Si kama ninaongea na mtu hapa, si kama kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo. Lakini jambo la mwisho tuombe. Jambo la mwisho, urithi mbaya unaweza ukapitia kwenye mambo ya kurithi kwenye familia. Na hapa watu mmekamatwa wengi kwenye mambo ya kurithi kwenye familia. Kuna zile familia ambazo baba akifa, kaka mkubwa anavalishwa koti, au kuna pete anapewa, kuna mkuki anapewa, kuna panga anapewa. Lakini ukienda kule kusini kwa watu wa Njombe, unakuta wanasema ni sadaka. Kwa hiyo wanaweka vitu hapo, mama mgeni anajua wanaweka, unachagua unaondoka na kipi. We shangamkia tu, unasema ile waksi ya mama ni ya kwangu. Uombi ufanye nini? Unachangamkia waksi unavaa. Uwe na uhakika. Unaweza ukavaa nguo ya baba yako. Baba yako alikuwa mlevi, kama hukuiombea, roho ya urithi mbaya wa baba wa ulevi unapita. Ndio maana huyo mume alikuwa hanywi pombe, lakini baada ya baba kufa akavaa koti la baba, tayari roho ya ulevi inaanza. Alafu mnasema tangu baba afe huyu kijana, huyu mtoto wake wa kwanza amekuwa mlevi. Kitu gani? Urithi. Amevaa koti la baba, akavaa na roho ya baba ya ulevi. Ndio maana magonjwa mengi yanapita, tutaangalia wiki hii, yatapita kwa njia hiyo, kwa sababu ya vitu vya kuridhishana kwenye familia. Na ukinyimwa nguo unasema, yani mmenitendea mimi, kwani mimi sio mtoto? Unalalamika, unanunuika. Wakikunyima nguo shukuru. Takiani amani. Mtu anasema hizi waksi nilinunua mimi nikamnunulia mama, kwa hiyo mama akiondoka za kwangu. Sasa sio zote ni mbaya, ila jifunze kwenye familia
Kama unarithi kitu cha mtu, imelazimika, gonga maombi ya kueleweka. Sijasikia amen ya kutosha. Gonga maombi ya kueleweka. Kwa sababu hivyo vitu vinapita kwenye urithi, na kwa sababu wanajua we umeokoka, vitu vingine vinafanyika kwa siri sana. Unakaa pale kwenye kiti cha baba, unavalishwa koti, unaambiwa sasa wewe ndio baba. Wewe ndio baba. Haya, muangalie huyo mwamba aliondoka. Alikuwa na wake 4. Alafu ghafla ulikuwa na mke wako mmoja. Ghafla unasikia rozi na kusukuma. Na wewe yule na huyu na huyu. Sasa unashangaa, jamani, mume wangu imekuaje? Ni baba yule. Baba ameondoka na urithi, amevaa urithi wa baba. Wangapi wananielewa asubuhi ya leo? Wangapi wananielewa asubuhi ya leo? Kumbuka nimekuambia, napotokea hivyo, kama ni kazini urithi mbaya, ombea hicho kiti, ombea nafasi yako. Kama ni kwenye mambo ya kurithi, kilazimika kuchukua nguo ya baba yako, ya mama yako, omba maombi. Ikiwezekana, kama unaona maombi yako hayatoshi, peleka kwa mchungaji aiombee. Kama imelazimika kuivaa, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini nimekuambia, lazima tupitishe kitu kizuri cha urithi mzuri kwa watoto wetu. Kwa sababu nimekuambia, mzazi unapoishi leo, umebeba baraka au umebeba laana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wangapi wamenielewa asubuhi ya leo? Ungempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Nataka niombe na watu wachache kwa dakika chache ambao wanasema, mimi nilikuwa naota lakini siku hizi sioti tena, au nilikuwa naota nilishasahau, hata nikiota ninasahau. Kimbia haraka haraka wakati praise team wakiimba wimbo wa uwepo wako uende nasi. Kwa dakika chache unakimbia hapa. Wako wengi ambao walikuwa wanaota, lakini ghafla mandoto yale waoti tena ndoto, au unaota ndoto mbaya, au unaota unakabidhiwa vitu, ulikabidhiwa kiti, ulikabidhiwa mkoba. Kimbia tu mbele. Kama hawapo basi tumshukuru Mungu, alafu tuendelee na ibada. Kama wapo, maana urithi mbaya unaweza kupitia kwenye vitu kama hivyo. Unaota huko milimani, unaruka milimani, unaruka milimani, unakimbizwa kwa milima. Hiyo ni ishara kuna urithi mbaya unakufuatilia. Kuna urithi mbaya unafuatilia ndoa yako, watoto wako. Sogea haraka haraka, sogea haraka haraka. Tumalize ibada, twende nyumbani. Ulikuwa unaota ukasahau. Huwa una kawaida ya kusahau. Bwana uwe nami, uwepo wako Bwana uwe nami, uwepo wako Bwana uwe nami, Bwana uwepo wako, uwepo wako Bwana uwe nami, maana ombi langu Bwana wangu peke yangu sitaweza. Bwana uwepo wako Bwana wangu, maana ombi langu Bwana wangu peke yangu mimi siwezi. Uwepo wako uwe nami, Weka mkono wako mmoja kwenye moyo wako, mwingine inua juu kwa Bwana mpaka kule nyuma. Nguvu za Mungu zimetufunika mahali hapa asubuhi hii. Nitakuombea pia, lango lako la ndoto litafunguka. Na nataka nikuambie usiku huu kuna vitu Mungu atakuonyesha. Na ukienda ukiota, kwa sababu wiki tuko hapa, basi uje useme ili tukusaidie pia. Unaweza ukaandika, unaweza ukaja ofisini tukakusaidia. Weka mkono wako mmoja kwenye moyo wako. Rudia maombi haya na mimi, sema: Mungu uliye hai, Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Sema kwa sauti: Baba katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo tuko mbele yako, mbele ya madhabahu yako.
takatifu. Tunaomba neema yako na rehema zako na toba mbele zako katika jambo lolote unaloliangalia katikati yangu ambalo ni kinyume na mapenzi yako. Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya wazazi wangu, kizazi cha kwanza hata kizazi cha 4. Yawezekana upo urithi mbaya kutoka kwa walionitangulia. Mungu uliye hai, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba msamaha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila urithi mbaya kutoka kwa baba, kutoka kwa mababu, kutoka kwa mashangazi, wa urithi mbaya uachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Urithi mbaya kutoka kwenye familia, kutoka kwenye ukoo niliozaliwa. Mungu hai, damu ya Yesu, damu ya Yesu ipite kwenye urithi mbaya, kwenye urithi mbaya. Uachie kwa moto na damu ya Yesu. Urithi wa uganga, urithi wa uchawi, urithi wa ulevi, toka achia. Urithi wa umaskini, toka achia. Haya, nisikie watu wanaomba. Kataa urithi mbaya, kataa urithi mbaya kwenye uzao wa tumbo lako, kataa urithi mbaya paka kule nyuma, kataa urithi mbaya kwa watoto wako, kwenye ndoa yako, kataa kwa damu ya Yesu, kataa kwa damu ya Yesu. Urithi mbaya kutoka kwa familia, kutoka kwenye ukoo, toka achia. Urithi mbaya, toka achia. Wewe urithi mbaya kutoka kwenye madhabahu ya familia na ukoo, tunakuapisha kwa Mungu aliye hai, toka achia. Wengine walirithi toka kwenye matumbo ya mama yao, toka achia. Urithi mbaya, achia watoto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Urithi mbaya kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Toka achia. Urithi mbaya, toka waachiliwe kwa damu ya Yesu na moto, kwa damu ya Yesu na moto. Wahudumu wachache mje msaidie hapa. Jesus. Funika macho yako, wahudumu wachache mje msaidie hapa. Wewe uliyeko hapa, nyanyua tu mikono yako juu. Wewe adui ya msalaba, uliyefunga mlango wa ndoto ndani yao, wewe uliyefunga mlango wa ndoto ndani yao, sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Wewe uliyefunga mlango wa ndoto, sikia neno la Bwana. Nyanyua tu mikono yako, sikia neno la Bwana. Nguvu za giza zilizopata mlango kwa njia ya ndoto, nguvu za giza zilizojipenyeza kwa njia ya ndoto. Ndoto yoyote iliyeleta mateso, ndoto yoyote iliyebeba kifungo, sikia neno la Bwana.
Bwana na akukemee, Bwana na akukemee. Chomoka, achia, chomoka, achia, chomoka, achia, chomoka, achia urithi uliopitia kwenye ndoto, urithi wa kichawi, urithi wa uganga, urithi wa magonjwa, urithi wowote uliopita kwenye ndoto. Toka, achia, toka, achia, chomoka, mwachie, chomoka, mwachie, chomoka, mwachie, chomoka, mwachie. Wahudumu changamka, chomoka, mwachie, chomoka, mwachie nguvu za giza zilizoingia kwa njia ya ndoto, zilizoingia kwa njia ya ndoto. Wewe ambaye unafuta ndoto, Mungu anamsemesha, wewe unazuia huo mlango. Funguka huo mlango, 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 funguka huo mlango kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wahudumu changamka, wazee wa kanisa wasaidieni kubeba. Funguka, achia, funguka, achia, funguka, achia, funguka, achia nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za giza zilizojipenyeza kwenye mlango wa ndoto, kwenye mlango wa ndoto, kwenye mlango wa ndoto, kwenye mlango wa ndoto. Achia hayo maisha yao, achia maisha yao. Chochote alichopokea, chochote alichopokea kwenye ndoto, kiungue sasa, kiungue sasa, kiungue sasa, kiungue sasa, kiungue sasa, kiungue sasa. Chochote alichopokea kwenye ndoto, chochote alichorisishwa kwenye ndoto, ninaamuru kiondoke, ninaamuru kiondoke, ninaamuru kiondoke, ninaamuru kiondoke, ninaamuru kiondoke, ninaamuru kiondoke, ninaamuru kiondoke. Hilo vazi la kichawi mlilomvalisha kwenye ndoto, hizo vazi la kichawi, hizo nguo mlizomvalisha, hiyo pete mliompa kwenye ndoto, kwenye ndoto, kwenye ndoto, kwenye ndoto, chomoka, iachie, chomoka, iachie, chomoka, iachie, chomoka, iachie, chomoka, iachie, chomoka, iachie, chomoka, iachie. Hivyo vyakula vya kichawi, hivyo vyakula vilivyobeba magonjwa, vilivyobeba uharibifu kwenye mlango wa ndoto mpaka kule nyuma, damu ya Yesu iende, damu ya Yesu iende. Jesus Christ. Ndio, ndio, ndio agano mliloingia naye kwa njia ya ndoto, agano mliloingia kwa njia ya ndoto, agano lililoingiwa kwa njia ya ndoto, ninaamuru sasa damu ya Yesu ipite kama moto, ipite kama moto, ipite kama moto kwenye hilo agano. Jesus Christ. Jesus. Ndio agano, saidieni huyo hapo. Agano, agano lililoingiwa kwenye ndoto, agano lolote lililopita kwenye ndoto, agano lolote lililopita kwenye ndoto, agano lolote lililopita kwenye ndoto, agano lililopita kwenye ndoto, mkataba wote aliyousaini kwenye ndoto, ukamuunganisha na madhabahu za kuzimu, ukamuunganisha na roho za mateso, ukamuunganisha na vifungo, uachie kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndio, ndio mlichomlisha kwenye ndoto, vyakula alivyokula kwenye ndoto, vyakula vya maagano mlivyompa kwenye ndoto, vieyuke na viachie, 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 vieyuke na viachie kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Chochote alichopewa kwenye mlango wa ndoto kikaleta madhara, kikaleta uharibifu, kikaleta vifungo, kikaleta mateso, kikaleta magonjwa, kikaleta laana na balaa na mikosi, viachie kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Agano, 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 agano. Hicho kitambaa mlichomletea kwenye ndoto, huo mkono uliomgusa kwenye ndoto, huo mkono uliomgusa kwa njia ya ndoto, damu ya Yesu ihusike, damu ya Yesu ihusike, damu ya Yesu ihusike, damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai usike kuondoa huo mkataba,
ihusike kuondoa hicho kiapo, ihusike kuvunja hilo agano, ihusike kuondoa huo uharibifu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sante Jehova kwa ajili ya uaminifu wako. Sante Jehova kwa ajili ya nguvu zako, kwa ajili ya uweza wako ambao unawatendea watoto wako, matendo makubwa na ya ajabu ambao unawatendea kwa kuwafungua na kuwaweka huru, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uliyesimama huko, andaa sadaka yako ya fungu la 10. Andaa sadaka yako ya fungu la 10. Jesus. Unaweza kwenda kubeba sadaka yako kama umeshaombewa. Beba sadaka yako, na wakati huo kikapu kimoja kiwa huku chini kwa ajili ya shukrani ya neno cha fungu la 10 ndo kikae hapa. Naomba unisikilize mambo mawili ukiwa umebeba hiyo sadaka, alafu tuombe. Wakati tunatoa, wale wanaohusika na mkutano mkuu wawe tayari. Tukimaliza tu tunaingia kwenye mkutano. Hatutakuwa na muda tena wa kuwapa nafasi ya kuunganisha vitu. Kwa kama kuna vinavyounganishwa, viunganishwe sasa hivi. Ukisoma ile Zaburi ya 50, Biblia inasema, Zaburi ya 50